nisaidia wakati. Je, nitaanguka? Yesu aliweza kusimama imara hadi dakika ya mwisho. Tusiabudu miungu mingine pasipo nani? Watumishi wa Mungu, tusiabudu miungu mingine pasipo nani? Mungu. Biblia inasema hivyo. Mtumishi wa Mungu, tusomee fungu hilo. Ayubu 1:1. Naam. Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi. Palikuwa na mtu mmoja katika nchi ya nani? Uzi. Naam. Jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Jina lake alikuwa anaitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu. Rudia fungu mtumishi. 1:1. Naam. Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi. Palikuwa na mtu katika nchi ya Uzi. Jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Jina lake alikuwa anaitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu. Mtu huyu alikuwa mtu mwenye mkamilifu. Yeye alikuwa na imani tosha. Yeye alikuwa anafuata sheria za Mwenyezi Mungu. Tunapata kwamba yeye alikuwa mkamilifu. Endelea mtumishi. Ni mmoja aliyemcha Mungu. Ni mmoja ambaye alikuwa anamcha Mwenyezi Mungu na kuepukana na maovu. Fungu la 2. Naam. Kisha walizaliwa kwake wana 7. Naam. Na binti 3. Naam. Fungu la 3. Mali yake nayo yalikuwa ni kondoo 7,000. Tazama, yeye alikuwa na mali mengi. Yeye alikuwa na mali. Tunapata kwamba Ayubu alikuwa na mali. Yeye alikuwa ameweza kubarikiwa. Hakuwa mtu ambaye anaenda kinyume. Hakuwa anatenda uovu. Tunapata kwamba Ayubu alikuwa mtu ambaye alikuwa mwelekevu katika imani yake. Endelea mtumishi. Na ngamia 3,000. Na ngamia 3,000. Na jozi za ng'ombe 500. Na punda wake 500. Na watu wa nyumbani wengi sana. Na watu wa nyumbani wake walikuwa wengi. Watakazi walikuwa wengi katika sehemu hiyo, mji wa Uzi, ambaye mwenye mamlaka alikuwa Ayubu. Yeye alikuwa na mali mengi. Yeye mwenyewe alikuwa amesimama imara. Alikuwa mtu mwelekevu. Pasipo na uovu lolote. Mtumishi, endelea. Basi hivi mtu huyo alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wote upande wa mashariki. Naam. Fungu la 4. Naam. Nao wanawe huenda na kufanya karamu katika nyumba ya kila mmoja wao. Tazama, kwa siku yake. Nao wakatuma na kuwaita maumbu yao 3 ili waje kula na kunywa pamoja nao. Tazama, yeye aliweza kuita karamu ili waweze kuhudhuria nyumba moja, ili waweze kula pamoja nao na kunywa. Tazama, hapo ndipo tunapata historia ya Ayubu vizuri. Tunapata kwamba huyu Ayubu alikuwa mtu ambaye hakuwa na mali mengi. Yeye alikuwa mtu ambaye aendi kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Yeye alikuwa anatunza sheria zote. Yeye mwenyewe